goli ambalo amefungwa kwa uzembe, lakini sasa haikuwa ina tafsiri kwa 100% kwamba hapaswi kuendelea, kwa sababu ni makosa ambayo yanatokea, na ili ufungwe ni lazima ufanye makosa. Kwa hiyo amefanya makosa akahukumiwa, lakini baada ya hapo kila alichokifanya kocha binafsi kimenifikirisha. Of course natamani baada hapa nikamuulize kocha nini ambacho alikiona, nini ambacho kilikuwa kinazungumza kwenye kichwa chake wakati anafanya maamuzi ya kumtoa Mitacha. Kwa hiyo kwenye hilo nadhani kocha ndo ana majibu kwa 100% kwa nini alifanya vile. Yusufu, ushindani siku hii leo umeona? Ushindani ni mkubwa kwa maana ya Singida na Yanga. Ushindani ulikuwepo, kuna nafasi ambazo Singida wamezitengeneza, wamefika mara kadhaa kwenye rango la Yanga, lakini hawakuwa na athari ya moja kwa moja, kwa maana waidha kwenye kufunga ama kwenye kuwashughulisha Yanga hata fikiri kwamba wanacheza na timu ngumu. Na hii inachangiwa pia na uhitaji wa Yanga kwenye mchezo wa leo. Walikuwa wanahitaji alama 3 kwa hali na mali ili kujiweka kwenye nafasi nzuri za ubingwa. Hajawa na performance bora sana. Kuna namna ambayo walikuwa napokezana nyakati. Kuna wakati Singida na miliki, kuna wakati Yanga na miliki, lakini ambaye amenufaika zaidi ni Yanga kwa sababu ameondoka na alama 3. Kwa hiyo kwa ushindani tafsiri ya kawaida ni kwamba ulikuwepo, lakini ubora sasa wa kuweza kulazimisha ama kubadilisha ule ubora ulionao kuwa na faida kwako ndo kitu ambacho Yanga amefanikia. Young Africans wanarejea katika nafasi yao pale kileleni. Nadhani inaleta pia ugumu wa ligi kwa maana hakuwa tayari, na mimi binafsi sikuona kama Yanga yuko tayari kwenye mchezo wa leo kudondosha alama. Kwa hivi sasa hali ilivyo, kila mmoja atatumia nguvu, rasilimali watu, kila ambacho anahisi kinaweza kikampa alama 3 ili aweze kujenga kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo kama kuna zile kununua mechi sio karibu, hapa ndo utauona sasa. Hakuna ambaye ataona ni nyakati za kuachia alama 3 kirahisi, hususan hizi Simba na Yanga. Ligi inaelekea mwishoni, imekuwa ngumu sana, na kitu ambacho nafurahia ni kuona kwamba anayeongoza ligi aongozi kwa alama nyingi, kwa maana haja relax, anajua kabisa nikipoteza mchezo mpinzani wangu anaweza akarudi kwenye nafasi na akanipa wakati mgumu kwenye namna ya kutoa ubingwa. Kwa hiyo hii inaleta ushindani na kuona kwamba ligi inazidi kupanda thamani, kwa maana ni ngumu sana kumtangaza bingwa ukiwa na alama labda ya 8 na kuendelea, kama tulivyoona EPL pale. Arsenal walikuwa nasubiri matokeo mabovu yoyote kwa City na ilitokea katawazwa kuwa bingwa. Lakini vipi kama Arsenal angekuwa na alama ama kuna gepu la alama 8 au 5 na kuendelea, manake asingekuwa na pressure. Kwa hiyo hii inafanya mvuto wa ligi uendelee kuongezeka zaidi. Alan Okello timiza magoli 9 na assist 6 na usika katika mabao takriban 15. Ni sajili bora ambayo inafanya vizuri ndani ya Young Africans katika dirisha dogo. Of course haihitaji ushauri ama nafasi ya daktari kujua hilo. Mwanzoni tuliamini kabisa Depo ndo anaweza akawa mchezaji wa kwanza katika wale ambao walisajiliwa dirisha dogo atakayekuwa na faida kwa Yanga, kwa maana ya kuinufaisha Yanga. Lakini ni kama Okello alikuwa na msubiria hivi. Mwanzoni Okello alikuwa hajajipata, alikuwa tunamzungumza sana. Lakini tazama namna ambavyo amebadilisha atmosphere ya kile ambacho kilikuwepo mwanzoni na namna ambavyo amekuwa akicheza. Kwa hiyo ni kama anataka kuchukua ufalme wa Pacome Zouzoua. Yaani hivi sasa inaweza kumalizika dakika 90 mtu asikuulize kuhusu Pacome akakuuliza kuhusu Okello. Kwa nini? Ni kutokana na performance bora ambayo amekuwa nayo. Sio kwa bahati mbaya anafunga mabao yote hayo. Sio kwa bahati mbaya ana assist hivyo. Ni kutokana na daraja la ubora alionao, na nafikiri hapa ndo utapongeza jitihada za engineer Saidi ya kwamba aliona mbali. Ni mchezaji ambaye alikuwa anahusishwa kuja kwenye baadhi ya timu ikiwemo Simba, lakini Yanga aliona kuna kitu ambacho anaweza kukipata akaweza kufanya hayo maamuzi. Kwa hiyo tumi ni mpongeze Alan Okello kwa sababu si kwa bahati mbaya. Kitu ambacho nafurahia kwake ni kwamba amekuwa na consistency. Kama hatoshindwa kufunga basi ata assist. Hii inaweza ikamweka kwenye nafasi nzuri za kugombea tuzo mwishoni mwa msimu, aidha akawa top scorer, na mimi nimejaribu kuandika hivyo. Kama ataendelea hivi sitoshangaa kitawazwa kuwa top scorer wa msimu. Hautashangaa? Sitashangaa. Ufalme wa Pacome Zouzoua ndani ya Young Africans unaenda kutamatika? Ni mapema kuzungumza hivyo kwa sababu Pacome ameshathibitisha kwa muda mrefu, lakini Okello ndo anaanza na tunamuona. Kwa hiyo bado pia atahitaji muda wa kuendelea kufanya zaidi ya kile ambacho Pacome amekifanya. Lakini kwa hivi sasa tunaweza kusema kabisa Okello ana performance bora kuliko Alan Okello.
Singida wamekwama. Of course wamekwama, kama walikuja kuzitafuta alama 3 na hawajazipata, tafsiri ya kawaida ni kwamba wameshindwa. Kwa hiyo wanaangalia sasa mchezo unaofuata namna gani ambapo wanaweza kujipanga kisha wanaondoka na alama 3 ili kujiweka kwenye nafasi nzuri za ubingwa. Kwa hiyo to me, of course malengo ya kila timu inapoingia uwanjani ni kuhakikisha inapata alama 3. Sasa kinachokuwa kinabaki ni namna ya kutumia wachezaji ama makosa ya mpinzani aweze kukunufaisha. Ndicho ambacho Yanga amenufaika nacho. Kwa hiyo kwa Singida ana wachezaji bora ambao naamini wakiwa kwenye ubora wake hata Yanga anaweza akapoteza mbele ya Singida. Ana wachezaji ambao sio tu anaweza akashindana na Yanga, lakini tumeona wamekuwa wakitoka hata Singida na kuja kwenye hivi vilabu vikubwa. Tumeona kina Duke Abuya, kina Mohamed Damaro na wanafanya vizuri. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Muhimu ni kujua namna gani ambapo wanaweza wakawa wanabadilika kulingana na mazingira. Wamecheza na Yanga leo wamepoteza, namna ambavyo wanaweza kukubali yale makosa ama madhaifu ambayo wameonyesha kwenye mchezo wa leo na wakabadilika kuelekea kwenye mchezo unaofuata, ndio jambo muhimu. Katika michezo hiyo ambayo iliyobakia kwa hivi sasa katika timu zote, unamwona bingwa mtetezi akiendelea kutetea ubingwa wake? Ana nafasi, lakini itabidi achague mawili. Kwenye haya mawili inabidi achague moja. Yaani inabidi achague moja kwenye haya mawili. Aidha akatolewe na Azam FC asimfuate kule Mnyama, ama amfuate Mnyama alafu huku apoteze. Kwa namna ambavyo ligi inaenda, simuone kama Simba atarudi patupu msimu. Kwa namna ambavyo ligi inaenda, performance bora ya Steve Barker na wachezaji wake, sioni kama msimu unaweza ukaisha Simba akiwa hana taji katika haya mawili ambayo amesalia. Kwa hiyo kama anahitaji Yanga kuwa bingwa, lazima achague. Kama ameshakiri kupitia msemaji wake kwamba msimu Simba imeimarika, basi lazima akubali kwamba ushindani wa Simba hautakuwa ni wa bure, watahitaji kupata matokeo. Na ratiba ya Yanga ni ngumu sana. Baada ya hapa atacheza na Namungo, after Namungo dhidi ya Mashujaa, and then ataenda Arusha. Baada hapo atakutana na Azam, akirudi tena Dar es Salaam atakutana na Azam kwenye ligi kuu. Kwa hiyo sioni kama Yanga anaweza akashinda mechi zote mbili mbele ya Ibenge. Simuoni Molini na kikosi chake akishinda mechi zote mbili mbele ya Azam FC. Sioni ndio likitokea. Unamuona Young Africans akienda kuangusha alama? Yes, namuona kwenye mechi kati ya hizo kuna moja atadondosha alama. Kuna moja itabidi achague sasa, kama ambavyo nimekwambia. Itabidi achague moja kati ya hayo. Aidha aende CRDB, finali ya CRDB, ama abaki ligi kuu. Kwa pressure ambayo anapewa na Simba kwa hivi sasa, hata yeye mwenyewe anahisi kabisa asilimia za mimi kutoa ubingwa ni tofauti na msimu uliopita. Ligi imekuwa na ushindani kweli kweli. Na hii ni kutokana na wachezaji ambao wameletwa Simba. Najua hivi sasa ni ngumu sana kumsikia Mangungu akilaumiwa. Ni ngumu sana kusikia Matola sio atuachie timu yetu. Usikii ni kwa nini? Kwa sababu wanachokipata Simba walikuwa wamekimisi kwa muda mrefu. Wanapata kile wanachokihitaji kwa 100%. Kwa hiyo lazima hata matarajio yanakuwa ni makubwa kwa Simba. Shukrani sana. Asante.